Habari ni gani? Ni vipi? Pole na hongera kwa kufika Disemba. Si wote tuliokuwa nao Januari tupo nao Disemba hii. Relax. Najua kuna mipango kibao litaka kutimiza haijatimia. Sio wewe tu, hata mimi pia. Huko mtaani unaitwa huu ni mwezi wa mwisho wa mwaka. Wengine December to remember. Pale Tanzania kwa Wachaga huu ni mwezi wa mahesabu na kurudi nyumbani. Lakini robo tatu ya dunia inatambua kwamba huu ni mwezi wa Christmas. Jina langu unaitwa Godwise. Jina lako andika kwenye comment hapo ni kutumie zawadi za Christmas. Kwa takriban miaka 2000 sasa dunia imekuwa ikisherehekea Christmas siku ya tarehe 25 Disemba. Na hii ni according to Gregory calendar. Huko makanisani tulifundishwa hii ni siku ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, mtoto wa Maria na mumewe Yusufu waliosafiri kutoka Nazareti mpaka Bethlehem, na mtoto Yesu akazaliwa katika zizi la ng'ombe. Lakini yako maswali ya kujiuliza. Je, ni kweli Yesu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12? Cha kushangaza ni kwamba katika kanisa kuna makundi tofauti tofauti yanasherehekea katika siku tofauti tofauti pia. Mfano, kuna kinasia husherehekea Disemba 25 kwa kufuata kalenda Gregor, lakini pia kuna makanisa ya Orthodox wao husherehekea Januari 7 kwa kufuata kalenda ya Julian, lakini kanisa la mitume wao husherehekea siku hii siku ya Januari 6. Historia inatuambia kwamba mmoja kati ya mapapa kutoka Rumi aliyeitwa Julius wa kwanza, aliyetawala kutoka mwaka 337 mpaka 352 AD, alitamka kupitia mmoja kati ya hotuba zake ya kwamba tarehe 25 mwezi wa 12 ni siku rasmi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Pamoja na yote hayo, bado hakukuwa na maandishi yoyote kutoka kwa waandishi wa zamani wa Kikristo wa zama hizo, yani Irenaeus pamoja na Tertullian, ya kwamba Yesu alizaliwa tarehe hiyo. Lakini mnamo karne ya 4 viongozi wa dini wa wakati huo, yani John Chrysostom pamoja na Augustine of Hippo wakiwa na Jerome, walipitisha kwamba tarehe 25 mwezi wa 12 ni siku rasmi ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lakini ziko dhana zinazokinzana hasa katika uchaguzi wa tarehe hiyo, kwani wapo wanaodai ya kwamba hakuna ushahidi wa moja kwa moja kutoka katika vitabu vya dini unaodai kwamba Yesu alizaliwa Disemba 25. Lakini wapo wanaodai ya kwamba kanisa liliingizwa mambo ya kipagani, hivyo ziliingizwa tamaduni za kipagani ndani ya dini ya Kikristo, ikiwemo hiyo sherehe ya tarehe 25 mwezi wa 12. Lakini pia kuna watu wanadai kwamba historia inasema tarehe hii ilikuwa ni sherehe ya kipindi cha baridi katika Empire ya Rumi. Lakini wapo wanaodai kwamba hii ilikuwa ni siku ambayo aliachiwa miongoni mwa wafalme waliokuwa wanaabudu masanamu, hivyo watu wake waliamua kuitumia Disemba 25 kama siku ya kusherehekea siku ambayo kiongozi wao aliachiliwa rasmi kutoka gerezani. Lakini mwisho kabisa, katika nchi za mashariki, Disemba 25 ilikuwa ni sherehe ya kusherehekea jua kwa watu ambao walikuwa wanaabudu jua. Historia ni ndefu na mengi yamejificha, na najua unatamani kusikia. Niandikie kwenye comment kisha nitakuletea sehemu ya pili ya story hii. Najua umejiandaa ilivyo vyema kuelekea msimu wa Christmas. Kila jema na kila laheri katika maandalizi yako. Hii ni Didas TV. Mimi naitwa Godwise.